Na mtazamaji wa Nakivona Sports, hapa niliposimama ni uwanja wa kisasa kabisa wa Mao Zedong ama Mao Zedong kama wanavyotamka wenyewe wakazi wa kisiwa hiki cha Unguja. Tunataka kushuhudia mchezo mzuri wa ligi kuu ya Zanzibar iite PBZ na kushuhudia Mlandege wakibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Mwembe Makumbi, mchezo ambao ulikuwa unawakutanisha vinara ama wafarasi wawili ambao walikuwa wanakimbilia mbio za ubingwa. Safari hii imeanzia Pemba kwenye mashindano ya Kombe la Muungano, lakini tuko hapa Unguja kwenye mchezo huu muhimu wa ligi kuu ya hapa Zanzibar iite PBZ, na tumeshuhudia Mlandege kibuka na ushindi wa goli 2-0 na kubakisha alama moja tu kumfikia kinara. Twende ukasikie mawazo na maoni ya viongozi na wachezaji wa timu zote mbili. Mtazamaji wa Nakivona Sports kutokea Dar es Salaam, tumekuja kushuhudia mchezo ambao umetoa picha ya farasi wawili ambao wanapigania ubingwa wa ligi ya PBZ, ambayo paka sasa Mwembe Makumbi wanaongoza kwa pointi moja wakifuatiwa na Mlandege. Kiongozi kwa heshima na taadhima, tujalie jina lako, nafasi yako, cheo chako, alafu tuende kwenye mazungumzo yetu. Mimi jina langu naitwa Usi Salum Pondeza, ndio mmiliki wa hii timu ya Mwembe Makumbi United. Na imiliki 100%. Ni timu yangu, lakini ni timu ambayo inatokana na jimbo langu. Mimi kicheo ni mbunge wa jimbo la Chumbuni, lakini vile vile ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Hiyo nafasi zangu zako, lakini kimpira mimi ndo owner wa hii Mwembe Makumbi. Wakati tuko Dar es Salaam, mchezo wa Mlandege na Mwembe Makumbi, huko ni story kubwa nazungumza. Kuna timu mpya imekuja kwa kishindo na inaonyesha mpira wa hali ya juu na unaongoza ligi ambayo imezoeleka kuwa inatawaliwa na watu wengine. Leo mmepoteza mchezo. Kipi kilipungua kwenye timu yako leo? Leo sisi tumepoteza mchezo, defense line walikosea lineup kuipanga defense. Basi ndio hicho kitu ambacho nimekiona kwa muda. Mimi nimekuja half time. Kwa hivyo kwa muda ambao nimefika nimegundua issue ambayo ilikuwepo ni defense, lakini vile vile wachezaji wangu unajua tension This is the first time wanacheza Premier. Hii game kubwa wamekuwa nayo, washacheza mara moja na hawa, hii mara pili tunarudiana nao, lakini bado still ni game kubwa na uzoefu unahitajika. Unajua katika mpira kuna vitu ambavyo vinakuwa mara nyingi vinakuwa vinasaidia. Kwanza uzoefu. Sisi kiukweli ni timu yetu ndio leo msimu wetu wa kwanza, lakini hakuna timu, sisi tangu tumeingia tuliwaambia hatujaja kushiriki, tumekuja kushindana. Na tangu tumeingia tuliwahi kukaa juu mwanzo, halafu tukaondoka kidogo kama tumeenda holiday. Tuliporudi tukakaa tena kileleni. Huu mwezi wa 5 still tupo kileleni. Tangu mzunguko wa kwanza mpaka leo hakuna timu yoyote katika Premier League ambayo imewahi kukaa kileleni kama sisi. Kwa hivyo sisi ndio maana tunasema symbol yetu juu huku kuna baridi, tunahitaji makoti. Kwa sababu tumeshakaa muda mrefu. Yaani muda mrefu. Hakuna timu ambayo imekaa kama sisi. Hilo moja. Lakini hata hivyo tunaongoza hata kwa pointi. Unaona? Kwa hivyo tunaongoza hata kwa pointi. Kwa hivyo leo hawa tulikuwa tumewazidi pointi 4, wametufunga, kwa hivyo wamechukua pointi 3, lakini still bado sisi tupo kileleni na tunaongoza kwa pointi 1. Pressure ni ipi kuna timu mpya inautaka ubingwa, imebakiza pointi 1 na timu zenye uzoefu kama Mlandege, Mafunzo na wengineo? Pressure kwenu ni ipi kuona mnafikia lengo la kuchukua ubingwa? Alama mbaki moja tu. Yeah, sisi lengo letu ni hilo kusema kweli. Na katika lengo la kuchukua ubingwa tunajua tutakumbana na mambo mengi sana tutakumbana nayo, lakini itakuja kuwa sio jambo jepesi, lakini tunajua sisi tuna uwezo wa kuyafanya haya yote kwa wakati mmoja, na uwezo tunao na hali umeiona ilivyo. Kwa hiyo sisi tunaona ni wakati wetu kusema kweli. Sisi ni wakati wetu. Bwana kiongozi, sekunde 30 ongea na mashabiki wa timu yako. Mmepoteza mchezo, ili sisi tuwahi kuondoka. Kwanza ningependa niwaambie mashabiki wangu, wapenzi wa timu yetu wote, na hata umeona ile ambulance hiyo king'ora hicho, umeona ya kwetu pia kubwa. Sisi tunayo yetu wenyewe, watakwambieni hawa. Sisi tumejipanga, hatukukurupuka manake. Sawa? Na nataka niwaambie tu moja ya katika mpira kuna matokeo matatu.
kushinda, draw na kupoteza. Sisi tunasema leo tumepoteza, sio kama hatuna uwezo, lakini ni moja ya matokeo ya mpira wa miguu. Kila ambaye anakuja lazima akija awe na hivyo vitu vitatu. Hata mimi tangu natoka nyumbani according the pressure hii game, lakini ndani mindset yangu nilijipanga. Kuna vitu vitatu, chochote nitakikuta. Kwa hivyo ndio maana nimekuja. I have no pressure mpaka sasa hivi. Nilipo, uwezo ninao, ligi inanishaizoea, maana sasa hivi tena ligi ishapindua upande wa pili. Maana yake kama hatujazoea hatuzoei tena. Kwa hiyo sisi ligi tushaizoea. Na tuko tayari kwa yoyote. Kwa sababu tushacheza nao wote. Tuko tayari kwa yoyote. Bwana, shukrani sana. Huyu ni mheshimiwa kiongozi Mpondeza ambaye ni mwakilishi wa jimbo. Mimi mbunge bwana. Mbunge wa jimbo la Chumbuni. Chumbuni na mmiliki wa timu ya Mwembe Makumbi City. Naelewa tumeongea na mtu mzito kwa kiongo gani. Mimi nikutakia hongera na kutakia mafanikio mema. Endapo mtachukua ubingwa, naomba nije kwenye sherehe yenu hapa tena Zanzibar. Hakuna shida, wewe sio kwenye sherehe yetu. Ukihitaji hata tukiwa sisi na hakika tutafunga mkanda. Tutawakilisha tu nchi. Kila kitu. Mimi unitafuti sana. Hapa mjini ukiuliza. Kuna Bakari Kisando. Yeye 100% bwanangu mwenyewe. 100%. Sawa, shukrani sana. Bwana, huyu ndo mwenyeji wetu alituleta kutokea Tanzania bara na yeye ndo atakayeondoa kisiwa hiki. Mimi ni Isike Fred the Eli kapita nyuma ya kamera.